Na mtazamaji, bila shaka utakuwa unakumbuka kwamba moja kati ya habari ambazo zimekuwa zikitrend sana huko mitandaoni ni pamoja na ile issue ya huyu kijana ambaye ana umri wa miaka 16, ambapo bwana, kwa habari ambazo tumezipata ni kwamba kijana huyu bwana amekuwa ana date na mwalimu wake wa kike. Yani kijana wa kiume ana umri wa miaka 16 amekuwa akidate na mwalimu wake wa kike ambaye ana umri wa miaka 33. Lakini kubwa zaidi ambalo limefanya kijana huyu wa trend bwana, na watu wamemtambua au wanamuita kwamba ni mtoto wa Baltazar Ebang Gonga, yule kiongozi kutoka pande za Guinea Equatorial ambaye alitrend sana baada ya kuvuja kwa mikanda ya faragha akiwa yuko na wanawake tofauti tofauti, wake wa wachungaji, wake wa viongozi wa serikali huko Guinea Equatorial, pia vile vile wake wa ndugu jamaa na marafiki zake wa karibu pamoja na wafanyakazi wenzie. Jamaa huyu Baltazar alitrend kweli kweli baada ya kuonekana akiwa anafanya mapenzi na hao wanawake wote, na takriban video 400 zilikuwa zimevuja mtandaoni. Sasa video ya huyu kijana mwenye umri wa miaka 16 ambaye amekuwa akidate na mwalimu wake wakiwa na wenyewe pia wanafanya mambo ya faragha, yani connection, na yenyewe nao pia imevuja huko katika mitandao ya kijamii. Bwana, hili limekuwa ni moja kati ya majambo mazito kweli kweli ambayo yametrend sasa hivi huko mtandaoni, yani sio kawaida, na jambo hili limepelekea moja kwa moja huyu kijana amepata umaarufu mkubwa sio tu hapa Tanzania, lakini pia vile vile hata kimataifa, yani almost Afrika nzima. Huyu kijana sasa hivi watu wamekuwa wakimfuatilia kwa karibu, na tukio hili la video yake kuvuja akiwa anampiga makofi kwenye makalio huyu bidada wakati wako faragha huko ndani ni moja kati ya vitu ambavyo vina trend sio kawaida huko mtandaoni. Lakini habari ambayo tuko nayo leo bwana kuhusiana na tukio hilo, mwendelezo huu ni kwamba huyu bidada ambaye ana umri wa miaka 33 ambaye ni mwalimu wa huyu mwanafunzi mwenye umri wa miaka 16 wa kiume. Sasa huyu bidada bwana tayari ameshafikishwa katika vyombo vya sheria kwa ajili ya kuchukuliwa hatua zaidi za kisheria. So tuko hapa bwana na habari hiyo pamoja na maoni ya wadau mbalimbali ambao wamezungumza kuhusiana na kitendo cha huyu kijana wa umri wa miaka 16 kudate na mwalimu wake mwenye umri wa miaka 33, kujirekodi video akiwa faragha wanafanya mambo yao and then kuivujisha huko mtandaoni. Bwana, mambo ni mengi kweli kweli. Yani ni mwendo wa makofi tu. Sasa habari kamili kuhusiana na mwalimu huyo mwenye umri wa miaka 33 ambaye amevujisha hiyo video akiwa yuko na huyu kijana bwana imesambaa, na taarifa tuko nayo hapa. Wameripoti kwamba mwanamke aliyefanya mapenzi na kijana mwenye umri mwanadada ambaye ni mwalimu mwenye umri wa miaka 33 ambaye amefanya mapenzi na kijana ambaye ni mwanafunzi wake mwenye umri wa miaka 16 amefikishwa mahakamani. Habari kamili imeandikwa kwamba Maria Makedenge mwenye umri wa miaka 33 amefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kufanya mapenzi na kijana mwenye umri mdogo, jambo ambalo ni kinyume cha sheria cha nchi hiyo. Mwanadada huyu bwana alifanya mapenzi na kijana huyo mwenye umri wa miaka 16 kwa kumlazimisha, huku akimwahidi kwamba atampeleka Marekani kama sehemu ya kumshawishi wafanye hayo mapenzi. Lakini pia vile vile baadaye kijana huyu alifanya naye tendo hilo mwanadada huyu, and then akaenda kumwambia dada yake kwa yote yaliyotokea. Hapo ndipo mama wa mtoto huyo akaamua kumshitaki mwanadada huyo kwa kile alichokifanya. Lakini kumbukwe kwamba baada ya video hizi kusambaa ni kwamba tukio hili lilitokea mnamo Agosti tarehe 2, lakini video zimesambaa hivi karibuni na huyu dada amefikishwa mahakamani siku ya jana. By the way, hili tukio halijatokea Tanzania bwana, inasemekana kwamba limetokea kusini mwa Afrika.
Lakini pia vile vile wadau mbalimbali huko mitandaoni na wenyewe pia wamekuja kuweka maoni yao bwana kuhusiana na hii issue. Kwa mfano hapa kuna jamaa anaitwa Haja the Incredible ameandika kwamba video inayosambaa ya kudhalilisha utu wa mtu azikemewi tena, zinashangiliwa, kusifiwa performance na vitu vingine kama hivyo. Hivi mawazo yenu yamekuwa mgando kiasi hiki? Hilo ni swali ambalo Haja the Incredible ameuliza, kwa sababu tokea video hizo za huyu kijana zilivyosambaa, watu wameanza kumsifia kijana huyu kwamba alikuwa na perform, alikuwa anapiga mwanadada makofi ya magalio na vitu vingine kama hivyo, jambo ambalo kimaadili halijakaa sawa. Video kama hizi natakiwa uzikemee, yani ukemee, kwa sababu ni video za uovu, lakini kibongo bongo watu wamekuwa wakizishangilia, wakizisherehesha, wakisifia watu kwa performance na vitu vingine kama hivyo. Lakini Haja the Incredible akaendelea hapa kusema kwamba hatufikirii kuwa tunatengeneza kizazi cha wacheza filamu za ajabu kinachohamasishwa kufanya vitendo kama hivi vya kuvujisha picha za utupu kama vile ni sio kitu kibaya tena. Kwa hiyo kuna watu kiukweli wamekuwa very disappointed baada ya kuona kwamba watu wamekuwa wakimsifia huyu kijana, wakimuita kwamba huyu ndo mrithi wa Baltazari, wengine wakisema kwamba huyu ni mtoto wa Baltazari Ebange Gonga. Jamaa mwingine ambaye nilikuwa namuelezea hapo awali kabisa mwanzoni mwa video hii kwamba na yeye pia alivujisha video akiwa anafanya the same thing na wanawake tofauti tofauti, jambo ambalo pia kuna watu walikemea, kuna watu walikuwa wanamsifia Baltazari na vitu vingine kama hivyo. Sasa kitendo cha kusifia vitu kama hivi kwenye jamii ni kuchochea mmomonyoko wa maadili, jambo ambalo inatakiwa likemewe kwa hali ya juu. Lakini the main point ni kwamba tayari nchini humo baada ya tukio hilo kutokea ni kwamba tayari vyombo vya sheria vimeshaanza kuchukua nafasi yake, vimeanza kutenda kazi, kwa sababu unaelewa kabisa kwamba kama kijana alikuwa na umri wa miaka 16 na maana kwamba bado sio mtu mzima, alikuwa ni kijana mdogo, ni mvulana. Kwa hiyo kitendo kama hiki, huyu dada lazima afikishwe mahakamani kwa ajili ya kujibu mashtaka hayo kwa kosa hilo ambalo amelifanya, japokuwa watu wanamsifia kijana kwamba hajafanyiwa kosa lolote, bali ni kama vile ameshinda zaidi kwa upande wake, lakini kisheria bidada yuko na kosa vile vile, kwa sababu huyu alikuwa ni mwanafunzi wake, you understand. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.